Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano hii alitoa wito kwa Israeli kufuta mara moja kesi ya ufisadi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, akielezea kesi hiyo dhidi ya mtu aliyemuita shujaa kama hujuma. Katika ujumbe mrefu uliochapishwa kwenye jukwaa lake la mitandao ya kijamii la Truth Social, Trump aliandika hivi: kampeni ya mateso kama hii dhidi ya mtu ambaye amefanya mengi ni ya kushangaza kwangu. Trump anaamini Netanyahu anastahili kutendewa mambo bora zaidi na pia nchi ya Israeli. Kesi ya bwana Netanyahu lazima iondolewe mara moja au shujaa mkuu asamehewe. Chapisho hili linakuja baada ya Trump kufanikiwa kushawishi usitishaji mapigano kati ya Israeli na Iran. Trump ambaye anajiona kuwa mwathirika wa hujuma baada ya kukabiliwa na mfululizo wa mashtaka ya jinai na hukumu ambazo anasisitiza kuwa zinachochewa kisiasa, alisema katika chapisho lake kuwa nimefahamu tu kwamba bwana Netanyahu alifikishwa mahakamani Jumatatu. Mimi na Netanyahu tumepitia kuzimu, tukipigana na adui mkuu wa muda mrefu wa Israeli, Iran, na aliweza kuwa bora, mkali zaidi na mwenye nguvu zaidi katika upendo wake kwa nchi takatifu ya ajabu, aliongeza. Kesi ya Netanyahu imeahirishwa mara kadhaa tangu ilipoanza Mei mwaka 2020, huku mawakili wa waziri mkuu huyo wakiomba kucheleweshwa kwa kesi hiyo kwa sababu ya vita vya Gaza dhidi ya Hamas na baadaye kutokana na vita dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon, AFP imeripoti. Katika kesi ya kwanza, Netanyahu na mkewe Sarah wanatuhumiwa kukubali zawadi za kifahari kama vile sigara, vito vya mapambo na champagne zenye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani 260,000 kutoka kwa watu matajiri ili kuwapendelea kisiasa. Netanyahu pia anachunguzwa katika kesi zingine mbili, akishutumiwa kwa kushawishi utangazaji wa taarifa nzuri kumuhusu yeye zaidi katika vyombo vya habari vya Israeli. Netanyahu anakana kufanya makosa yoyote. Katika chapisho lake, Trump alikumbuka msaada wa kijeshi ambao nchi yake ilitoa kwa Israeli dhidi ya Iran, akisema Marekani iliiokoa Israeli na sasa Marekani itamwokoa Netanyahu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.